Mohamed. Niambie. Shwari? Shwari kabisa. Mama nani? Afresh. Bwana, kwenye ulimwengu wa mpira miguu yako mengi ambayo yamegubikwa na tuko hapo kwa ajili ya discuss. Kubwa ni kuhusiana na wekundu Msimbazi Simba. Kikosi tayari kimesafiri na kimeshafika Afrika ya Kusini, na mara baada ya kuwasili pale tumeona ujumbe umewasili pale ubalozi na kuzungumza mambo mengi sana. Mechi hii Dokta, ni mechi ambayo mnaingia mkiwa mna tahadhari kiasi gani kwanza, kwa maana mlitazamiwa kuondoka na ushindi wa mabao mengi lakini chali? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah kwa kila jambo ambalo linatokea kwenye maisha ya wanadamu. Lakini pili, wana Simba tuna furaha kwa ushindi ambao tumeupata bao moja dhidi ya mpinzani wetu Stellenbosch. Ni furaha kwa sababu heri shika 10 nenda rudi. Umeelewa? Bora kile kidogo ambacho tunacho kuliko kile kidogo ambacho hauna. Kushinda njaa kuanzia asubuhi mpaka usiku ni tofauti na mtu ambaye anapata mmoja. Kwa hiyo unaona kabisa kwenye michuano ya kimataifa, ligi ya bingwa barani Afrika, Cup Champions League pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, hatua hiyo nusu finali ambako ni vilabu 8 vimebakia. Only 8 clubs, only 8 best club in Africa ndio zimebakia. Kwenye vilabu zaidi ya 3000 au 5000 Afrika nzima. Vibakia vilabu vinne tu. Only 4 clubs ndio zimebakia kwenye hatua. Majanti hawa. Maana yake inakupa picha gani? Unazungumzia ni vilabu 8 kwa sababu shirikisho si viko 4. Okay, unazungumzia tournament. Tunazungumzia kwamba shirikisho 4, klabu bingwa 4. Kwa hiyo only 8 clubs ndio zimebakia bara Afrika nzima kwa mashindano ya CAF msimu huu. Kuna vilabu karibia 5000-10,000. Kwa hiyo sio jambo dogo. Unaelewa? Katika hiyo vilabu vinavyobakia kwenye CAF Champions League, unaona hakuna timu hata moja ambayo imepata ushindi kwa lizi yake ya nyumbani. Orlando Pirates dhidi ya Pyramid wameondoka kwa sare kwenye uwanja wao nyumbani pale Loftus nchini South Africa. Then Mamelodi Sundowns pia wameondoka kwa 0 bila kupata chochote kwenye lizi yake nyumbani. Wanakwenda kutafuta matumaini kwenye mchezo unaofuata International Cairo pale Misri. The same to Orlando Pirates, wanakwenda Misri kutafuta chochote kwenye hatua inayofuata tarehe 26 huko wiki ijayo. Kwa hiyo niseme tu kwenye shirikisho ni Simba na RS Berkane ndio wana advantage, ambao RS Berkane ana advantage ya bao 4 na Simba Sports Club wana advantage ya bao 1. Sio jambo dogo, ni jambo la kupongeza vilabu hivi viwili, manake Simba pamoja na RS Berkane kwa ubora ambao wanao, kwamba Simba imejitahidi kuondoka na bao 1 kwenye mchezo wa kwanza, bao ambao unampa matumaini na confidence kubwa ala kuelekea South Africa. Na wao leo yes, unaona timu imeelekea South Africa, imefika majira ya mchana na imepokelewa na mheshimiwa Barozi James Bwana ambaye ni barozi wa Tanzania nchini South Africa. Kawapokea pale Johannesburg na kisha akawapakia kila laheri kuelekea Durban ambako ndiko mchezo utafanyika kwenye uwanja wa Moses Madiba pale nchini South Africa. Niseme tu Simba kupata bao 1, inawezekana bao hili ndio litakalo tuvuta sisi kwenda finali ya kombe la shirikisho Afrika. Sio bao la kulipuuzia, ni bao ambalo ni bao la kutegemewa. Niseme tu kama Zamalek na Stellenbosch waitoa 0 kwenye hali yao ya nyumbani, maana yake hata sisi Simba Sports Club tunamidhania hiyo Zamalek tunaweza tukapata draw kwenye hali ya Stellenbosch au tukapata ushindi kwenye ardhi ya Stellenbosch. Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kuombea dua wachezaji wetu wote ambao wamezambatana kikosi cha Simba, wachezaji 23, benchi la ufundi, viongozi wetu waandamizi wote wa serikali pamoja na klabu ya Simba walioambatana kwenda huko South Africa kwenda kuipa nguvu timu yetu. Tuombe dua, Mwenyezi Mungu awape maarifa wachezaji, awawezeshe kile ambacho fundisho la mwalimu alichoelekezwa kwenye uwanja wa mazoezi waweze kutumia vizuri siku hiyo ya 27, na hatimaye tuweze kupata ushindi mzuri na tuweze kuondoka kifua mbele na tuingie hatua inayofuata ya finali. Ninaamini Simba msimu huu ikiingia finali, kombe itabaki Afrika, itabaki Tanzania. Lakini nichukue nafasi hii adhimu kabisa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kipenzi chetu hichi. Mimi nasema mitano tena, mama na upiga mwingi kwa namna ambavyo amejitoa kwenye sekta ya michezo. Huyu ndio mwana michezo namba 1 hapa nchini.
Yes, unaona goli lake la mama limeendelea kutushika mikono na kutuheshimisha. Juzi tumepata milioni 20 pale tukiwa Zanzibar baada ya Simba kupata ushindi wa bao moja dhidi ya Stellenbosch, bao ambalo lilifungwa na Jean Charles Ahoua kwa mpira wa kufa manake set piece. Tukapata milioni 20. Lakini pia unaona namna ambavyo Mama Samia amewezesha klabu ya Simba kusafiri, amegharamia gharama za usafiri pamoja na maradhi yote. Yeye mama wa Kizimkazi Daktari Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa fedha kukisaidia klabu ya Simba kusafiri kwenda South Africa. Tunampongeza, tunathamini mchango wake mkubwa ambao ameufanya, lakini pia tunasema tuko pamoja na mama, ametuheshimisha pakubwa, tunampenda na tunamhitaji aendelee kutusupport kadri anavyoweza. Kwa hiyo hizo ni salamu za pongezi ambazo pia hata mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji Mo ameweza kupongeza hii leo kupitia mtandao wake wa kijamii mara baada ya Dr. Samia Suluhu kutupa msaada huo. Kwa hiyo niseme tu serikali iko pamoja na sisi na mchango wetu tumeupokea, klabu imefika salama kule, na balozi wa Tanzania nchini South Africa James Mbwana amewatoa wasiwasi mashabiki wa klabu ya Simba wanaoishi South Africa, lakini pia ambao wako Tanzania na duniani kote kwamba wasiwe na wasiwasi, timu iko kwenye mikono salama. Yeye kama mwakilishi wa serikali, mwakilishi wa rais katika taifa hilo kwa upande wa Tanzania, yuko bega kwa bega na klabu ya Simba, anawapa ushirikiano wa kila hali kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, kuepukana na figisu na hatimaye tuweze kupata matokeo kama tulivyotarajia. Dr. Afrika Kusini bado haijawahi kuwa sehemu salama sana kwa upande wa Simba, hususan kwenye michuano hii ya CAF. Mara kadhaa tumewashuhudia Simba Sports wakiwa hawajaweza kufikia malengo yao kila mara wanapokutana na timu kutoka Afrika Kusini. Tuliona pia kwa Kaizer Chiefs, tukaona kwa Orlando Pirates. Safari hii ni Stellenbosch au Steelers, walimazabibu wa Afrika ya Kusini. Pengine mnahisi mtaweza kuvunja mwiko ama tukubali ile ndoto ama safari ya matumaini imeishia hapa? Mimi niseme tu safari hii tunavunja mwiko South Africa pale, na mwiko huo unavunjwa kwa madhira yapi? Mwiko huo unavunjwa ni kwamba tulicheza na Kaizer Chiefs kuna uwanja FNB South Africa, tukafungwa bao 4. Mechi ilikuwa inaanzia kwao na ishia Benjamin Mkapa. Walipokuja Benjamin Mkapa tukafunga bao 3, hazikutosha kuondosha mashindano. Tukajifunza. Msimu unaofuata tukacheza na Orlando Pirates Benjamin Mkapa bao 1, tukaenda South Africa, wakarudisha bao 1 dakika 90, tukaenda penalty, tukatolewa kwa njia ya mkojo penalty. Lakini ukiangalia figisu zilikuwa nyingi, VAR ikatunyima ikawapa goli la offside na vitu kama hivyo. Niseme tu this time around tuko vizuri, tumejipanga kuepuka fitina zote, kuepuka figisu zote, na nikuhakikishie tutapata ushindi kwenye ardhi ya Durban ya South Africa, na Simba atakwenda finali. Kama hatuweza kupata ushindi, basi tutaondoka draw, tutapata sare ambayo itatupa aggregate results ya sisi kuqualify kwenda kwa hatua inayofuata.